Shout a big amen. Amen. Amen for the year 2022. Amen. Hallelujah. The Bible says, therefore, leaving elementary things, therefore, leaving the discussion of elementary principles of Christ, let us go to perfection, not laying again the foundation of repentance, from dead works, and of faith towards God, of the doctrine of baptisms, of laying on of hands, and of resurrection from the dead, and of eternal. And this we will do if God permits. Hizi tutafanya kama Mungu ataturuhusu. Hallelujah. Are we there? Hebrews chapter 6 verse 1 and 3. Hii mambo tumekuwa tukizungumzia na sasa tumeikava 3 of them. Tumekava repentance from dead works, ya pili faith towards God, tukakava laying on of hands, na sasa leo tutasoma the doctrine of baptisms. The doctrine of, tujifundishe kidogo about baptisms. Then tukimaliza the doctrine of baptism, tutakuja resurrection from the dead, ufufuo kutoka wafu, alafu tumalizie na eternal judgment. Hallelujah. Leaving elementary discussions of the principles of Christ, let us go on to perfection. And there are some of the memory verses that we have been doing. Sijui kama bado mnakumbuka. This here have a schedule and a plan for that. Amen. So leo our key reading itatoka from the book of Matthew chapter 3:11. Let's not forget these things. Ya kwanza ni repentance from dead works. Ya pili faith towards God. Ya tatu doctrine of baptisms. Si baptism to baptisms. Ya nne laying on of hands. Kuwekelewa mikono. Pastor leo ametufundisha pia kuwekelewa mikono. Akasema huyo Jairus alisema twende uwekelee mtoto wangu mkono. Ule mama akatoka huko nyuma akamshika Yesu bila kuwekelewa mikono akapona. So Yesu akifundisha kuwekelea watu mikono, hapo anasema twende sasa tufanye hiyo ikuwe kanuni. Alikuwa anajaribu kutumia kitu ambayo tutaweza ielewa. In fact hata hauhitaji kukuja kushika mtu. Unahitaji tu kusema neno, hata ukiamini kwa moyo itatendeka. Mama Fia aliniuliza siku nyingine, unaweza pata uponyaji kwa ndoto ama kwa maono. Of course ukiamini umeshapona. Hizi zingine uhitaji. But wakati mwingine Mungu anaweza turuhusu tufanye ndio wale watu. Unajua watu wanataka kitu ya kuona. Ndio unaona kuna dini ya kuuza chumvi, kufanya nini. Na ukienda kwa wale waganga wanatumianga picha. Unakwambia leta picha ya huyo mtu. Leta hiyo picha sasa wanaweka mshumaa red hapo ya black nini wanaomba hiyo picha. Ama ukienda kwingine wanakuambia leta mchanga hiyo block. Mwingine anakuambia leta nguo yake. Leta nguo ya ndani. Leta hii, leta nywele zake ya huyo mtu, tutafanya hiyo uchawi alafu itafanya. Sijui kama hiyo mambo mmesikia. Shetani pia ako na laying on of hands yake. Na yake anataka laying on of hands ni a point of contact kwenye tumeambiwa. So anakuambia leta nywele ya huyo mtu, leta picha ya huyo mtu, leta kitabu yake nyakua naye class 3 utaiombea, leta vitu vyake hizi. Na wale waombezi pia wa uongo wamekuja kufuata hizo vitu. Huyo mtu ndiye anakuroga na kuzunguka, leta picha yake. Tutaomba usiku yote, alafu sasa tunamtumia mapepo. Hawasemi mapepo, wanasema tutamtumia roho wa Mungu ama malaika mhudumie. Lakini in real sense wanamtumia mapepo. So wewe usipokuwa na Mungu, kuna vita nyingi inapiganwa hapa. Ndio tumeomba tukisema Mungu pigana vita vyetu hii mwaka. Na ukiona kuna behavior, ukienda Nairobi iko sana, ukienda Lodwar hivi. Lodwar nayo wako na yao, ukienda Meru wako na yao. So kuna principles wanatawalanga kila ende.
Ukienda Mombasa kuna ile harara. Ndio watu wanasema ukiingia Mombasa urudi. Kuna roho za maraa iko. Ukikuja hapa Nairobi kuna ni roho ya makatel ya nini. Ukienda Western kuna ya makanisa nyingi mabendera na makushuma na kuonewa. Ukienda Ujaluoni kuna wengine sijui tunasikia wanapoint watu vitu kama hizo siko. Wako na hiyo nyoka yao. Na ukienda kwa watu Uganda wako na zao. Amen. In fact hii culture mpaka mwingine alisema hii ngozi nyeusi iko na shida. Yaani culture yetu ndio shida, sio ngozi. Matthew chapter 3:11. Lakini tunataka tuangalie, unajua hizi vitu zinaenda one after another. Once you repent from dead works. Dead works ni ile dhambi ama vitu ambayo unafanya kinyume na Mungu. Inaweza kuwa ni uongo, usharati, wizi, yaani vitu vyote unafanya nje ya Mungu. Faithlessness. It is dead works. That's why we need to repent from dead works. We come from darkness to light. And then faith, huwezi sema tu nimegeuka, utagongwa mpaka ugeuke na ukuwe na imani in the finished work of Christ. Ya kwamba sasa nitamkimbilia Kristo. Hata kama wale wakaka wanasema usipoenda uchinje mbuzi ukule hiyo nyama katika mazishi ya huyo mtu, hii laana itakufuata. Usipomkimbilia Yesu itakufuata. So lazima ukuwe na kuamini, faith towards God. Ndio mchungaji ametuambia leo. Fear not, but only believe. So hiyo ni kuwa na imani towards God. Na hata hii mwaka Omicron ikuja, hata baada ya Omicron kutatokea hiki. Na baada ya COVID kuisha, kuna watu waliomba hii mwaka iende na COVID. Tushinde COVID 2022. Baada ya COVID kuna mwingine amesema boils zinakuja. Na mimi ninajua sijui ni boils zitakuja, sijui ni Omicron ama ni nini. Lakini mimi najua as we go towards the end of the age, ndio mambo itakuwa ngumu zaidi. Kama inchi inaweza fungwa within 1 minute na mtu mmoja. Sasa I declare hakuna kuingia na kutoka. One person. Kuna siku itafika kanisa itafungwa. Kuna siku itafika inchi itabidi ujitetee. Ndio unaona tunasoma hili neno. Ile wakati utaenda kwenu ujitetee mwenyewe. Hallelujah. That's why we need to read these things. Repentance from dead works. Ya pili ni faith towards God. Kuamini Mungu. Hata kama mambo ni ngumu. Hata kama kuna watu wataini, ninaamini neno la Mungu. Ninaamini ahadi ya Mungu. Ninaamini Mungu hata kama itachukua muda. Then once you believe God, unatokea nini? Baptism. Baptism ni ishara ya kenye imetendeka ndani yako. Ni ishara ya toba ndani yako. Ni ishara ya kumwamini Mungu. Hallelujah. Matthew 3:11 inasema. Matthew chapter 3:11. I indeed baptize you with water unto repentance. I indeed ninawabatiza kwa maji kwa sababu ya toba. But he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Amen. I indeed baptize you with water unto repentance. But he who that cometh after me is mightier than, whose shoes or sandals I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. Amen. So, fundisho letu la tatu ni nini? Ubatizo. Na tukiangalia Hebrews chapter 6, 1 to 3, inasema the doctrines of baptism. Si baptism, baptisms. So ndio tunataka tuangalie sasa hizi baptisms ni gani. Hallelujah. Na doctrine ni teachings. Ukisikia the word doctrine ni teachings ama ni mafundisho. So ni mafundisho ya maubatizo, ya mabatizo. Sijui kama kuna the word kama hiyo kwa Kiswahili. Mafundisho ya mabatizo. Hallelujah. It is not baptism, it is baptisms. Hallelujah. So na mimi niko na 4 types of baptisms ambao ninaweza ona kwa Biblia. The word baptism
Ilianza hata the book of Genesis. Mungu alianza kuwafundisha wakati wa Noah, wakati aliambia waunde hiyo safina na mvua ikaanza kunyesha. It was illustration of what was going to come. It was a baptism. Watu hawakuwa wanaelewa, lakini ilikuwa inaonyesha ya kwamba hii ni ubatizo. Wale ambao watabatizwa katika Kristo ndio wataponea ghadhabu ya Mungu. Amen. Amen. So what is the word baptism mean? Baptism, it is full immersion. Ukifungua dictionary ni immersion. Immersion, kuingizwa katika kitu ama to submerge in something. I want to baptize you. Unakuwa submerged kwa kitu fulani ama unakuwa immersed. Tunatumia maji kwa sababu maji ni ishara nzuri. Unajua sasa hatuwezi kuingiza kwa acid, utaungua. So tunatumia maji ndio watu waione ni kitu, ukiingia ndani bado utaamka. Yaani ni ishara. Tunaweza kuingiza pia kwa maziwa kama maziwa itapatikana. So ukienda mahali maji haipatikani ni maziwa iko, tutakuingiza kwa mursik. We submerge you in mursik. So the thing here is not water. The thing here is submerging. Immersion. Why water? Water is just a sign. Katika Biblia maji inaweza maanisha the word of God. Maji inaweza maanisha the Holy Spirit. So in real sense, it is being submerged in the word of God. Being submerged in the power of the Holy Spirit. That is baptism. There is another definition of baptism. It is being united. There is somewhere in the scripture, I can't remember in wapi, but it is, I think, Corinthians or where, inasema they were baptized to Moses. First Corinthians 10, tunaweza fungua hapo. I had not planned to read that, but tutasoma. First Corinthians 10. Yes, verse 2. Kuanzia 1 inasema, moreover, brethren, I do not want you to be unaware that all our fathers were under the cloud and passed through the sea. They were under the cloud. Na wote wakapitia katika bahari. All were baptized into Moses in the cloud and in the sea. They were baptized to, na sea ni ishara ya maji. So Mungu alikuwa anaanza kuwafundisha ya kwamba kuna siku itafika ya ubatizo. So the Bible says they were all baptized into Moses and in cloud and so to baptize is to unite. They were united with Moses. Walikuwa united na Moses katika cloud. Cloud ikisema twende wote wanaenda. They were in unity. Walipoingia katika sea kufuka, walifuka wote. So baptism, another definition kwa dictionary, it is to be united. Na hiyo haitumikani sana kwa kanisa, watu waitumiani sana. But baptism means to immerse or to submerge. Another meaning is to be united. So baptism haikuanza wakati wa John, ilianza, Mungu alianza kuwafundisha katika siku za kale. Ndio unaona hii mambo yote, maandiko yote, hakuna kitu ilitendeka in the New Testament bila revelation in the Old Testament. So if you want to understand the New Testament well, you need to read the Old Testament. And if you need to apply the Old Testament well, you need to read the New Testament. So you need to read all the scriptures. Yes. Hallelujah. Amen. Having understood or said that, I can say there are 4 types of baptisms ambayo tutazungumzia. Ya kwanza ni Christ baptism of suffering. Ubatizo wa mateso ya Kristo. Ya pili ni the baptism of John. Ubatizo wa Yohana. Na watatu ni Christian baptism ambayo tunafanya leo. Na ya mwisho ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Mmeshika kweli? Ya kwanza ni the suffering of Christ. The Christ baptism of suffering. Ya pili ni John the Baptist baptism. Ya tatu ni Christian baptism. Na ya mwisho ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Hallelujah. So tumesema baptism ni nini? It is to immerse or submerge.
or united. Hallelujah. Tunataka tusome Luke chapter 12. Tunaanza na the Christ's baptism of suffering. Luka 12:50. It is good to understand these things. Ndio mkienda kufanya hizi vitu tufanye katika usawa. Unajua kuna makanisa inaitwa hata Baptist. Mpaka ubatizo wanaombea ukibatizwa ndio utaingia mbinguni. Ubatizo ni ishara. Hallelujah. Amen. So Luke 12:50 says, but I have a baptism to be baptized with, and how distressed I am till it is accomplished. But he who did not know yet committed things deserving of stripes shall be beaten with few. For everyone to whom much is given, to whom much will be required. And to whom much has been committed of him, they will ask the more. I came to send fire on the heart. And how I wish it were already kindled. But hii ilikuwa ni parable anaelezea hapo. The 50 akatueleza ungekuwa na uwezo hata ya kufanya hizi vitu. Yaani Yesu alikuwa na mbinu nyingine ya kutuokoa. Mungu angetumia mbinu nyingine. Na hata Yesu angehepa hiyo the cross. Ni alikuwa Yesu. Lakini akasema ni lazima nipitie hiki. I must go through this baptism. Akasema but I have a baptism to be baptized with. Na Mungu alianza kufundisha, mchungaji alitufundisha in the book of Genesis, wakati Mungu alianza kuambia sasa mwana wa mke atakuja kufanya nini? Ukanyaga ule mwanamke, mwana wa nyoka. Amen. So it is something that God prepared for us. Wakati tulifanya dhambi in the Garden of Eden, God had a plan for us. Mungu amekuwa akitafuta watu ambao watakuwa na ushirika na yeye. The reason why we have the Christians today, ama the churches, ama salvation, ni Mungu anatafuta watu wa kushirikiana na yeye, kwa kuwa na ushirika, intimacy, relationship, fellowship together. Lakini makanisa ya leo imekuja inatufanya nini? Usitake ushirika na Mungu, taka vitu vyake. Mungu hana haja na kukupatia. Ingekuwa ni vitu angetuma Musa. Musa angewapatia chakula jangwani, si alilisha watu mana. Na the more walikaribia kuingia the promised land, mana ikaanza kuisha. Ayua we, although waliingia walipata mana kidogo, but the more waliingia, na baada ya kukaa huko mana haikuwa tena. Ndio lengo la Mungu haikuwa mana. Amen. So there are many things. Hata Elisha kuna miracles alifanya kubwa, lakini haingeweza kutufikisha hapo. So God was not always about miracles, big churches, big ministries. He is always looking for people they can fellowship together. Mungu hana haja na kanisa kubwa, hana sijui mnamwimbia aje, mnao. Mungu anataka watu ambao watashirikiana na yeye. Watu ambao wataingiana na Mungu. Neno lake na yeye watafanya pamoja. Ndio akamkuwa akiprepare Yesu akuje msalabani akufe ili akomboe au ile cup ambayo ilikuwa imetokea. Unajua ukifanya dhambi, the more unafanya dhambi, the more unaenda mbali na Mungu. Lakini the more unakuja karibu na yeye, hiyo the more dhambi inatoka, the more unafanya nini? Unakaribia Mungu. Ndio unaona wale wasichana wakianza kufango, yani kuwa na dhambi, wanaanza hata kutokuona hiyo. Kuna vitu unaweza kuja in open. Kuna mambo unaweza ongea in public, dhambi imeingia. Lakini dhambi ikikuondokea unaanza kuwa na ile uofu, unaanza kuwa una ile venye unaongea, unatembea mafazi. Hiyo ndio venye dhambi inaanza kuondoka. So Mungu amekuwa akitutafuta tangu kale. Ukisoma hata the promises ambaye Mungu alipatia Abraham, the four covenants in the book, hapo hivyo katika kale. The four covenants within God and the Israelites. The eternal covenant. Ilikuwa ni Mungu anajaribu kudhihirisha ya kwamba mimi natafuta watu wa kufanya na wao. Hata the nation Israel ni Mungu aliwaita awaonyeshe mbinu zake, mbinu anataka waishi ili wakoe mfano wetu. Ukiangalia the Old Testament yote, Mungu hakuwa na kusudi ya kuandika hiki kitu.
lakini hatukuwa tunaelewa vizuri Mungu anatakanga watu waombe aje. Mungu anatakanga watu wamtolee pesa namna gani. Mungu anataka watu wamwabudu. So Mungu akaandika sheria kutuguide. Na ukiangalia hata the law kama of Sabbath, Mungu alikuwa anataka siku ambayo watu watajitolea wamwabudu. Haikuwa lengo ati ni Saturday. Ilikuwa ni kutufundisha ya kwamba Mungu anatakanga ifanyike hivi. Ukuwe na siku ambayo utakuwa na quiet time with God. You just worship. It was not about Saturday. Ukiangalia about tithing, watu wame-oversize tithing. God was trying to show us hata offering, the band offering, the sin offering. Mungu alikuwa anajaribu kutuonyesha, mimi natakanga watu wanitolee namna hii. Watu wajitolee kwa moyo wao, willing, within their ability, without being pushed, with a joyful heart. Lakini watu wakakuja wakachukulia, hata Abraham alitoa kabla the law. Unajua Abraham alitoa before the law kwa sababu kwao walikuwa wanatoa, alitoka mahali kama pagans wanafanya hivyo. So alifikiria pagan, sasa ile pagan culture yetu ya kutoa hii vitu kwa Mungu wenu, hata Waturkana leo hii bado wanatoa. Na wale wanatoa kwa Waturkana wajaokoka. So Mungu akaona Abraham akona moyo mzuri, akaprepare pia the law. Kuwafundisha pia hii kitu hii inafanyika ni mzuri. Lakini lengo haikuwa ni kutufunga. Amen. Hallelujah. So God has always been looking for people. Akasema wakati mtatoka Egypt mkuja na vitu vyenu vyote ili muabudu. So Mungu anaanza kufundisha ya kwamba ukikuja kwa mniabudu, ukuje kuabudu ati kwa sababu kuna features zingine, unakuja unajitolea kwanza wewe mwenyewe na vitu vyako vyote. Amen. So God has always been teaching us. Analeta Moses, tunaanza kujifundisha vitu vingine kwa Moses, mzuri na mbaya. Tukiona zile ya Moses tunasema hii si ya Mungu. Hii ni fundisho, sio kila kitu ambayo iko kwa Bible unafuata. Zingine ni fundisho ya kuambia hii kitu ni mbaya. Sure. Mwingine hata Abraham alioa mabibi wawili, sasa si hiyo inatufundisha mabibi wawili si mzuri kuoa. Leo hii Ishmael anatesa hivi Israel mpaka leo hii. Ama ni amuoni, hata Wasomalia wakikuja hapo wakiona hii ni shamba ya Mkristo wananunua. Lakini ya Msomalia anunua. Al-Shabaab leo hii wanaua watu. So hiyo ni fundisho kwetu. We should not do that. Hallelujah. So this is a teaching to us. Amen. In the Old Testament yote Mungu amekuwa akitufundisha. Revealing, this is the way I do things done. So tunasemanga huko shule, wrong interpretation, wrong application. Ukiinterpret vibaya utaapply vibaya. Sasa ukianza kuchukua ile sin offering, band offering, utaanza kuitisha watu hapa hivi ama kuchinja mbuzi kwa kanisa. Ulete mbuzi tuchinje. Weka mkono yako kwa hiyo mbuzi, weka dhambi yako. Ndio unaona makanisa mengine, kuna wengine nilienda pastor hapo na chupa nyingine ya damu ya red. Sijui ribena imewekwa ndani ama nini. And I was sprinkling down sasa. Mimi I am the high priest, I now sprinkle this blood on you. Ameangalia the Old Testament. The priest walikuwa anafanya hivyo. But that is a wrong interpretation. God was revealing to us, there will come a time I will send my son. I will come myself and I will be a blood shed for you. So for us, the blood is being sprinkled to us in faith. Amen. Spiritually. It cleanses our souls, our minds, our emotions. Biblia inasema hapa, I have a baptism to be baptized, which and how distressed I am till it is accomplished. Niko na ubatizo ambao ni lazima nifanye nini? Ni ubatizo. Na hiyo ubatizo, it is the baptism of suffering. Ubatizo wa Kristo, mateso ya Kristo, mateso ya msalaba. Na hiyo ubatizo ambayo Kristo alibatizwa. Unaona wakati ile mbuzi ilikuwa inaekelewa mkono, ilikuwa inabatizwa dhambi ya watu. Alafu inaenda inaachiliwa. Sasa nyinyi mnakuwa temporarily free. Amen. But now Jesus came to be baptized. The dhambi yangu yote inaingia kwake. Dhambi ya kale, dhambi ya sasa na dhambi ya kuja. So leo hii sihitaji kwenda kwetu ati nyanya yangu amekufa, twende tuchinje mbuzi, tumwage damu hapo, tukule mbuzi, tufanye. Hii vitu vyote Biblia inasema kama kuna mapepo ilikuwa inakuja usipofanya hiyo kitu. Unajua hivyo ndio wanasemanga. Hii mtu atakufuata hata ienda.
atatufuata kwa ndoto. Yes, walikuwa wanatufuata kabla tukue katika Kristo, lakini wakati tumeingia katika Kristo, damu ile ambayo ilimwagwa kwa kaburi imelipwa na damu ya Yesu. Hakuna pepo ambayo itanifuata tena. Hakuna laana ambayo itanenwa kinyume na mimi itanifuata. Hakuna mtu yoyote katika ulimwengu huu ambaye ako na authority ya kuinuka kunilaani. Hakuna neno lolote litasemwa weka na mama yangu na baba yangu na watu wangu ambao watazungumza kinyume na mimi itatawala. Jesus had to go through this suffering for my sake. That is what salvation is. Hii ndio mambo inafaa watu waambiwe. You don't need to go and drink all that water from Israel. It was just symbolic. It was just a teaching. Watu wangeweza kushika mambo ya Mungu. Mungu akatumia maji. Wakati mwingine akatumia handkerchief kuonyesha ya kwamba power can be transmitted. You have authority to heal. Tunaangalia Yesu, mtu alimguza nguo na akapona. Si ati nguo ya Yesu ilikuwa na shida. Ilikuwa ni roho wa Yesu, alikuwa na Mungu ndani yake. Akiwa na Mungu anaweza hata, yani nguvu za Mungu zinaponya watu. Akienda mahali hapo kuna mapepo zinatoweka. Utaiona mtu wa Mungu akienda mahali ule mwanazima ameweka mamefuka manywele iko na mapepo, anaanza kuongea. Ni mapepo inajua ya kwamba kuna mtu wa Mungu anapita hiyo ile. Na ukiwa na imani, you don't need even to do anything. Tumeambiwa hapa Elisha alimwambia master, kimbia na hii road yangu. Ndio haikufanya, but tunaona tukiwa na Mungu anything is possible. For the Bible says nothing is impossible with God. Katika Mark 10:38 maybe tunaweza soma. Kuna watu walikuwa na story hapa. Mark 10:38. Na hii mambo tunajaribu kuzimention tu. Jesus said to them, Mark 10:38, you do not know what you ask. Sasa unajua hawa ni the son of Zebedee wanasema. But by then James and John, the sons of Zebedee, came to him saying, Teacher, we want you to do for us whatever we ask. And he said to them, what do you want me to do for you? They said to him, grant us that we may sit one on the right hand and the other on the left in your glory. But Jesus said to them, you do not know what you ask. Are you able to drink the cup that I drink and be baptized with the baptism that I am being baptized? Amen. Amen. You will indeed drink the cup. So that then Jesus said to him, you are able. So Jesus said to them, you will indeed drink the cup that I drink, and with the baptism I'm baptized, with you will be baptized. But to sit on my right hand and on my left is not mine to give, but it is for those for whom it is prepared. So hao watu wako wanajua kukaa upande wa kushoto ilikuwa ni si mzuri, lakini kukaa upande wa kulia ilikuwa ni sawa. So wanakuja wanaangalia Yesu ako na authority, anaombea mapepo. Wakasema tunataka tukue karibu na wewe Yesu. Ukifanya hii tunafanya. Si hivyo ndio watu wanasema, wanataka Kenya. President, deputy, prime minister, wanataka karibu na power. Mwingine anataka hapo mimi huko pastor, mimi assistant, mimi ni leader by. People want that. Hiyo ndio watu wanapenda, lakini Yesu akasema haujui kile unaitisha. Do you not know what you ask? Are you able to drink the cup that I drink? Are you able to go through the baptism that I'm going to go through? So the baptism ama the cup yenye Yesu alikuwa anaenda kuinyia, akamwambia Bwana, ikiwezekana acha hiki kikombe iondolewe. Lakini si jinsi nipendavyo, acha mapenzi yako ifanye nini? Kafanyike. The drink ambayo Yesu alikunywa ni wakati Mungu alimwacha, kwa sababu dhambi ilikuwa juu yake. The drink, the baptism ambayo Yesu alipitia ya kwanza, it is the baptism of suffering. The baptism of being forsaken by people. Kudharauliwa na kuachia. Hallelujah. Na Yesu akamwambia, indeed you will drink that. So na sisi wa Kristo wakati mwingine, kwa sababu ya injili ya Kristo, Mungu anaruhusu tunakunywa hiki kikombe. Lakini si jinsi Mungu alikunywa. Kuna mahali Paul anasema, it is Philippians. Mahali anaongelea about the fellowship of his
Sabbath. You can open there. This is Timothy talking. Are we there? Yes. Philippians chapter 3, verse 10. Inasema, that I may know him and the power of and the fellowship of his being conformed to his death, if by any means I may attain to the resurrection from the dead. So Biblia inasema, if I have to attain resurrection from the dead, one, that I may know what? I may know him. Two, the power of his resurrection. And three, the fellowship of his suffering, being conformed to his death. So unajua baptism ni kukufa, being immersed to his death. So Biblia inatufundisha ya kwamba ili ujue mambo ya ubatizo ama ushiriki kifo ya Kristo, ya kwanza ni lazima umjue. Ya pili ni lazima ukuwe na nguvu ya ufufuo. Yesu hakujifufua, ni Roho wa Mungu alimfufua. Na ya tatu ni lazima ushiriki mateso yake. Watu wapendi injili, waroke watakuinukia, watu watajaribu kukupinga, kukulaani, kuzungumza mbaya juu ya kwako. Kwani watasema huyu mtoto ameharibika tangu akuja Nairobi. Hii makanisa imemharibu, lakini Biblia inasema power of his resurrection and the fellowship of his suffering. So Biblia inasema Yesu akawaambia, kwa hakika mtakunywa hiki kikombe. You will be baptized. Na sisi pia wa Kristo wakati mwingine tutapitia hii baptism. Msivunjike moyo. There is the power of resurrection. If we have to experience the gifting of the Holy Spirit, the power of the gospel, tuangalie hii vitu zinafanya real in the scriptures, in this real life. Ukisema kitu itendeke, ni lazima ushiriki mateso yake. Ni lazima ujazwe, ubatizwe na Roho Mtakatifu, nguvu za ufufuo, na umuelewe zaidi. So the first baptism tunaangalia katika Biblia ni baptism ya mateso. Ni baptism ya mateso ya Kristo. Na sisi pia wa Kristo tumeitwa kushiriki hiyo ubatizo. Ukataliwa na watu wengi, kukanwa na kanisa. Wanasema wewe unahubiri injili ngumu. Why can't you just preach, tutaenda America, tutabarikiwa, watoto wako why can't you preach that? Compromise. Lakini hatujaitwa kucompromise. Biblia inasema Yesu alipoingia katika hekalu akaona mang'ombe, manini, mabiashara, alianza kuangusha hizo vitu. Na sisi pia wa Kristo wakati mwingine tumeitwa kuangusha hiyo mafundisho, kutoa hiyo uchafu katika kanisa. Na itakwaza mabisho. Itakwaza watumishi wa Mungu hapa Nairobi. But what do we have to do? Paul anatuambia in Galatians, kwani mimi niliitwa kupendeza wanadamu? Tutapendeza watu, tutabadilisha injili kwa hii kanisa, tupendeze mabisho, tupendeze maagibisho, tupendeze wa Kristo, ati hii ndio injili napendezwa. Ukihubiri wewe utabarikiwa, unisupport kwa mazishi kufanya. Hatujaitwa hiyo, tumeitwa kuhubiri mateso ya Kristo. Amen. Na hakuna msala, hakuna ufufuo bila kifo. Hakuna. Hallelujah. The second baptism is the baptism of John, ubatizo wa Yohana. Amen. Amen. Biblia inasema in Luke 1:76 inazungumzia how John was born mysterious. Now tunaangalia the book of Malachi. Malachi ilikuwa ni the last time God spoke. Na ilichukua miaka nyingi Mungu amenyamaza, sauti yake haijulikani tena. Lakini Mungu alikuwa amezungumza. Kabla ya siku ya Kristo kuja, nitawatumia mjumbe. I will send you Elisha. Na sasa ule Elisha ambaye alitumwa na Mungu ni nani? Ni John the Baptist. He will prepare the way of the Savior. Luke 1:76 inasema, ukifika useme amen. Ukitaka story ya Luke iko chapter 1 hapo hivyo of Luke. The story of John. Hata venye aliitwa jina. Alikuwa anataka kupewa jina ya baba yake, lakini Mungu alikuwa amesema huyu atakuwa kama watu wengine. Na sisi wengine wetu tunataka kupewa. Unajua jina ni relationship.
Ukipewa jina ya hii inakuonyesha karakta yako nini. Huyu anafanana na nyanya yake, tumtajie nyanya yake. Na wakati mwingine mapepo zinachukua ile tabia ya nyanya kukuja kuinfluence huyu. So wakati tunatajia watu kuna influence zinakujanga, mapepo zinatumianga hizo jina. So usipojua, sijasema msitajie, lakini usipojua sasa kuamini the finished work of Christ, hizo mapepo zinakujanga zinaini. Ndio unashaka mbona mtoto analialia usiku yote, kumbe anatembelea. Tunaambia Waturkana usipangoa watoto meno, watoto watagonjeka. Wetu hatujai. Ama mama wewe ni atuchawai mwana wajai gonjeka. Na kwetu usipangoa watoto wanagonjeka. Amen. So kuna vitu tunafanyaga kwa culture zetu. So Biblia inasema in Luke 1:76, acha ni next time hii mambo tutaendaga pole pole. Lakini hii ilikuwa tu ni introduction. 76:1, and you child will be called the prophet of the highest, for you will go before the face of the Lord to prepare his ways. Ataenda mbele za Bwana kufanya nini? Kutayarisha ama kuandaa njia zake. To give knowledge of salvation to his people by remission of their sins. So Yohana atamtangulia Bwana, atayarishe njia, lakini Bwana hajakuja mwenyewe. So hakutakuwa na wokovu kabla Yesu akuje, kabla Yesu akufa na kufufuka. But this John, he will go before the Lord to prepare people mindset, to bring people to repentance, changing mind. Lakini sasa kwa sababu Kristo hajakufa, hakutakuwa na kuamini, lakini watakuwa wanabadilika. Amen. There will be conversion. He will be the forerunner before the Lord. Ndio unaona ile scripture tulisema, John anasema, I indeed baptize you with water and repentance, to change in mind. But there is one who is coming before me, mightier than I. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. Now without Holy Ghost, you cannot do anything. Unaona Peter wakati alikuwa na Kristo, alikana Yesu hiyo miaka yote. Ametembea na Yesu, ameona Yesu akifanya vitu, ameona Yesu hata ukikufa Yesu atakufufua. Lakini kwa sababu hakuwa na Roho Mtakatifu, alimkana. Akamkana. Lakini baadaye Yesu akasema nimekuombea na ukirudishwa strengthen your brothers. Na Roho Mtakatifu akakuja juu yao. Walikuwa wamepokea Roho Mtakatifu ndani yao, but hakuwa amekuja juu yao. Kukama poni. Unajua kukama poni ni ile sasa kuwa empowered for the work of ministry. Unaweza kuwa umejawa Roho Mtakatifu, amekuindwell. Lakini kwa sababu hujapata hiyo, hata unasema sasa nitaongoza watoto waje, sasa nitaimba aje. Lakini Roho wa Mungu akikuja juu yako, utaipika, utaona ni nani anakuona. Utakuwa unasema je, ni wimbo gani hii wimbo hata watu waje. Utaimba kwa sababu ya Bwana. So Biblia inasema wakati Peter alipokea Roho Mtakatifu, baada ya hapo hivyo Acts 1, aliongea with all boldness. Hakuogopa kuuliwa. Na ile wakati alikuwa anaulizwa, si ulikuwa na Yesu? Mimi simjui. So kuna watu wengi wanasahau Mungu huko chini. Lakini Roho wa Mungu akikuja juu yako, atafanya nini? So Yohana Mbatizaji, ama Biblia inasema the law and the prophets were until who? John. Since that time the kingdom of God is preached and everyone present into it. The law and the prophets were until who? John. So the law of tithing, the law of sacrifice, the law of all the Old Testament, it was until who? But from that time, the kingdom of God is preached. We preach the spirit of giving, the spirit of sacrifice, the spirit of love, the spirit of Christ, and everyone presses unto it. Leo hii hatuhubiri the law, tunahubiri the grace. We don't give as per the law, we give as per the grace of God. We don't pray as per the law, we pray as per the grace. We don't give, we don't help. We don't preach as per the law, we preach by the grace of God. So the Bible inasema John, the law and the prophets were until who? John. So John came to prepare the way. He came to tell them now there will be a change over. He came to hand over the law and the prophet to the Spirit of God. Amen. Hallelujah. That is John 16:16. It was until John.
So Yohana alikuja kutayarisha njia za Bwana. Na unaona wakati ubatizo wa Yohana ulikuwa na ubatizo wa kugeuza watu, kutayarisha watu, kuwaondoa katika maovu, kuambia hii kitu mnafanya ni mbaya. Produce the fruits of repentance. Mwache kuvaa manguo vibaya, mvae vizuri. Mwache kuja kutoa sadaka hapa mkijionyesha. Mwache kuja kuhubiri kufurahisha watu ndio wachangie kanisa pesa nyingi. Hata kuitisha politician kanisani ndio kanisa yenu ichangiwe mabilioni. Hapana, produce the fruits of repentance. So ilikuwa ni kubadilisha. Sasa hatutoi tuseme majina ya watu, ukitoa unatoa secret. Sasa tuhubiri hatutafanikiwa, ukimwamini Mungu unafanikiwa. Sasa tunaanza kugeuza vitu. So John alikuwa ni kuprepare watu. Haleluya. Akawalaani. Tukirudi hiyo Mathayo chapter 3:7. Kuna watu waliona Paul akibatiza. Hata watu pia wakakuja. Unajua sasa watu wengi walifuata John. Wakaenda huko jangwani wakifuata John. Paka politicians pia wakakuja. Unastukia sasa vile mwingine. Mapasta sasa wanakuja. Unapata sasa hata Wakorini wanakuja. Lejo Maria jao wanakuja. Watu wote wamekuja kubatizwa. Kuna mtumishi wa Mungu ametokea, nataka niolee maneno yangu. John akasema hivi. Mathayo 3:7. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to the baptism. Mafarisayo wanakuja na sheria. Wapasta wanakuja na ile mambo yao. Mambo ya unajua huku mahali nilikuwa tunafanyana. Wanakuja sasa na venye wanafanyanga mambo. John akawaambia nini? He said, coming to his baptism, he said to them, "Brood of vipers, who warned you to flee from the wrath to come?" Brood of vipers ni kwa Kiswahili ni mzao wa nyoka, hapo watoto wa nyoka. Nani amewaambia mtorokee hiki kitu? Unajua watu wakisema sasa watukana msipotoa mbuzi wakati mtu amekufa, huyo mtu atakusumbua usiku yote. Sasa mnasikia kuna mtumishi ametokea Nairobi, watu wanasema, tukimbie." Watu wote wanakimbia kwa sababu kuna kitu imetokea huko. John akawaambia hivi, watoto wa nyoka. Nani amewaambia mtorokee hiki? Na mimi nimekuja kuambia. Unajua watu wametoroka kwa hii makalcha zetu ya Wamasai, ya Waturkana, Wasamburu, ya Marakwet, ya Meru, ya Waluhya, ya Wajaluo. Wametorokea kwa kanisa. Wametorokea kwa mafuta. Wametorokea kwa chumvi. Wametorokea kwa kifagio. Wako hapa. Wameruka kutoka kwa moto to the fry. Ndio anasema sasa, nani aliwaambia mtoroke? Therefore bear fruits worthy of. So hakuna amani kama usitoi matunda ya toba. Hakuna amani. Hata ukunye mafuta yote, uende ukunye ya fimbo ya Musa, utoke hapo uende GTM fire. Utoke hapo uende ukanyago sijui na uende uwekewe fimbo kwa mguu. Hii makanisa yote kuna mahali imejaa hapo town. Ni the same spirit. Imejaa hapo town. Ndio Paul anapita John akamwambia, "Produce what? Fruit of repentance. And do not think to say to yourself, we have Abraham as our father. For I say to you, God is able to raise up children for Abraham from these stones." Hallelujah. So John alikuwa ni kutayarisha watu wasaye watu. Kutorokesha watu kwa culture ya Waturkana ya kuchinja mambuzi na kufanya hiyo uchawi, sijui kugonga viatu. Unajua ni nani atakuwa president? Kuna wengine unapeleka tumbako, unafanya vitu zingine. Watu wanafanya hizo vitu. Mpaka mwingine za pastor, Mungu amekuonyesha nani atakuwa president. Yaani hiyo ndio inakusumbua wewe president. Anyone can become the president. Kwani kuna mtu amekatashwa na Mungu? In fact Mungu anaweza tuchagulia Nebukadneza wa Kenya, atuongoze vizuri. Akonge kanisa ndio kanisa irudi katika line. Na mimi naomba Mungu ainue Nebukadneza hapa Kenya. Atuinulie Nebukadneza. Akiingia hivi anafunga makanisa yote kwanza. Produce proof wewe unahubiri vizuri. Na unakuja una challenge, atuinue hata kamiti. Unajua hii makanisa ndio mzungu alituambia amekuja Kenya kuanzisha ministry ya kufunga makanisa. Makanisa. Kila mahali unaingia hapo chochoroni kuna kanisa ya Mshumaa. Unaenda hapo Ubani, unaenda hapo Vitambaa, unaenda hapo sijui bendera gani.
Sijui the lost Israel. Na Israel iko huko kwa Kenya. Nini sio? Sijui define. Ile uchawi inaendelea hapa Kariobangi hapa. In the name of Jesus hapa. Itabidi Mungu atuinulie na kuendeleza. Ndio unaona COVID ilikuja kanisa ifungwe. Sasa kama huna msingi wa neno unaanza kuuza tiketi. Kama mnapigia kuna mwingine anasema pigia washirika uambie hawajui kanisa inalipwa. Kwani hamjui kanisa inalipwa? Ukakaa sasa watu watumika si sadaka. Kabidi basi anachukua speaker anauza. Hallelujah. Amen. The baptism of John the Baptist ilikuwa ni kututayarisha kutuondoa katika hiyo maovu, kututayarisha katika ubatizo wa Kristo. The third one is Christian baptism ambayo tunafanya leo hii. The Christian baptism tofauti yake na ya John baptism ya kwamba hii Christian baptism tunamwamini sasa Kristo. Tunageuka kutoka kwa dhambi, tunamwamini nani? Kristo. Unajua wakati wa John Yesu hakuwa amekufa, hakuwa amefufuka. It is just similar, lakini hii unaongeza imani kwa nani? Kwa Kristo. Hallelujah. Tusome hiyo Matthew chapter 3:13. Then Jesus came from Galilee to John at the Jordan to be baptized with him. And John tried to prevent him, saying, I need to be baptized by you, and you are coming to me? Sasa huyu ni Kristo amekuja pia kwa nani? Kwa John kubatizwa. Na akamwambia hapana John akamwambia hapana Yesu, ubatizo wangu si wa kukubatiza. So which means wakati Kristo ataingia sasa ubatizo wa John utakuwa John anasema mimi nitabidi nififie ndio Kristo afanye nini? Akuwe mkubwa. Aongezeke. Anoni. Ile makanisa ilikuwa inahubiri symbols, mamishumaa. Wakati Kristo atakuja, the substance amekuja, itabidi tuache mshumaa. Tuanze kuhubiri mshumaa wa kweli ambaye ni neno la Mungu. Itabidi tuache kuuza mafuta, kupaka watu mafuta. Itabidi tuwahubirie roho wa Mungu awapake mwenyewe. Yesu akamwambia John, but Jesus answered to him, permit it to be so now. For thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. Then he allowed. So Yesu akasema acha ikuwe hivyo kwa sasa. Si kwamba sasa Yesu alikuwa na dhambi. Unajua ubatizo wa John ilikuwa ni wale watu kwa dhambi ndio wanageuka kutoka kwa dhambi wanageuka kwa Mungu. So Yesu hakuwa na dhambi, lakini Yesu akasema acha tuyatimize all righteousness. Yaani acha niungane na hawa watu. Amen. Acha nifanane na wao, acha niwaonyeshe njia. Amen. Jinsi ya kutubu. Amen. Amen. So ubatizo wa Yohana ulikuwa ni wa kuonyesha watu. Ilikuwa ni ya kufundisha watu. Amen. Kuna kugeuka kwa hii vitu. Lakini hakuwa na kuaminia ni nini. So ndio Yesu akamwambia acha ikuwe hivyo sasa. So which means after Yesu kufufuka haikuwa hivyo, haikuwa tu kugeuka. Ilikuwa ni repentance from dead works. Na sasa ufanye nini? Naye uamini, faith towards God. Hallelujah. So John baptism, Yesu hakubatizwa John baptism kwa sababu alikuwa na dhambi. Hakuwa na dhambi ya kutubu. Lakini alikuwa anaonyesha mfano mzuri wa believers. Amen. Hallelujah. Amen. That is Christian baptism. Na ya tatu ni the Holy Spirit. Ya nne, the Holy Spirit baptism. The baptism of Holy Spirit. Hiyo tutazungumza next week. So ni wakati mgani watu wanabatizwa? Watoto wanabatizwa. Unajua mimi nilibatizwa nikiwa Catholic. Nikiwa mtoto nilinyunyuziwa maji. Mchungaji pia alibatizwa hapa na chumvi. Na maji. Mwingine akabatizwa na moto. Kuna wengine wanakanga moto. Amen. Amen. Wengine wanapitishwa bendera. Nini? Tena nini? So, tukiangalia katika maandiko, hata wakati Yesu alikuja kuwa presented to the temple, hakubatizwa. Wakati alitahiriwa, hakubatizwa.
So Yesu hakubatizwa mpaka akafika when. In fact alikuja kubatizwa na John akiwa that years. Alikuwa sasa amekomaa na alikuwa amekuwa mkubwa. Hallelujah. So atubatizi sisi watoto, we do not baptize children. What ubatizo inafaa mtu afike the age of decision making, the age of maturity. Anajua hii ni nzuri na mbaya. Atuseme ni the age of 12 ama ni the age of 18 hapa Kenya ni 18 years. Lakini unaweza pata mtoto ni 18 lakini hajakomaa akili. Na mwingine unaweza pata ni 17 na amejua mema na mabaya. So tunabatizanga baada ya mtu kuchagua hii ni nzuri na hii ni mbaya. At least they can make a decision. Amen. Hiyo ndio wakati sasa unakuwa the age of accountability. Amen. Amen. So we don't baptize children. We will not permit children baptism. What happens to children? We dedicate them to God. Na tutakuja kupeana watoto wote katika tuwaombe dedicate. Hallelujah. Mwingine anauliza, do we sprinkle or do we immerse? Tunaingiza watu kwa maziwa na maji ama tunamwagia tu juu? That is a difficult question. Lakini tukiangalia katika maandiko walikuwa wanawekwa kwa maji as a symbol. Unajua si nimewambia ubatizo ni symbol. Walikuwa wanaingizwa kwa maji nyingi, wanabatizwa. Wanapoingia ndani wanashiriki kifo ya Kristo, mateso yake, alafu wanafufuka. So baptism ilikuwa ni nini? Ishara. Na ukiona hapa Kenya watu wengi wameandako baptism wakifikiria sasa nikibatizwa ndio nimeingia heaven direct. Na wengi wamefanya nini? Wamebatizwa bila kuogopa. Unajua haifai ubatizwe kama hujaamua katika moyo wako. Nitajibu hiyo swali baadaye. What are the requirements for baptism? Matthew 28:19-20. Yesu akasema, akawaambia wanafunzi, go therefore and teach all nations. Enendeni ulimwenguni kote mkawafundishe habari njema, mkiwabatiza katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu, na mwafundishe kuyatii yote nilifanya nini? Niliwaagiza. And teaching them to observe all whatsoever I commanded you. So tukiangalia katika hiyo maandiko, kitu ya kwanza before baptism, Biblia inasema enendeni ulimwenguni kote mkawafundishe. So ya kwanza ni kufundisha. Tutakufundisha about repentance, about dead works, about faith towards God, about resurrection, about death from sin, hizo vitu vyote. Then ukatokea nini? Baada ya kufundishwa, baptism. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Na baada ya kubatizwa and teaching them. So instruction ya kwanza ama requirement ya kwanza ni kujua tunabatiziwa nini. Ni kufundishwa, ni mafundisho. Najua masaa imeenda na karibia kumaliza. Ya kwanza ni instruction. Kujua unabatizwa kwa nini. Najua mtoto mdogo ajui anabatiziwa nini. Why are they baptized? Ndio nipate tu nini baptism card, ndio nikikuwa hapana, atubatize kwa sababu ya kadi. Ya kwanza ni teaching, instructions. Amen. Amen. Ya pili ni repentance. Acts chapter 2:37 na 38 inasema, now when they heard this, they were pricked in their hearts. Wakararuliwa katika moyo wao. And said unto Peter and to the rest of apostles, men and brethren, what shall we do? Waliposikia neno wakauliza katika moyo wao, wakanarulika. They repented. The Bible says they repented. Then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of msamaha wa dhambi, and you shall receive the gift of Holy Ghost. So instruction Peter akawaambia kitu ya kwanza mutubu. So baada ya kusikia neno ikawadarua moyo. Amen? Amen. They were convicted. Conviction alone is not a requirement for baptism. Ati nimehukumika kwa moyo wangu, nimekuwa nikifanya mabaya. Hapana. Baada ya kuhukumika unatubu. Unaamua kugeuka kwa hiyo kitu. So mahubiri inakujaga inahukumu watu hapo.
lakini si watu wote watakuja kwa Mungu. So inafaa Roho wa Mungu awafuatilie watubu. Requirement ya pili ni repentance, na ya tatu ni kuamini. Ya kwanza ni kufundishwa, kuwa instructed ili wakuwe convicted. Ya pili ni kurepent, na ya tatu ni kufanya nini? Kuamini. Mark 16:15-16 nasema, and he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Yes. He that believeth and is baptized shall be saved. Atakaye fanya nini? Amini na kubatizwa ataokolewa. But he that believeth not shall be damned. Asiyeamini atafanya nini? Atahukumiwa. Tutakaposoma mambo ya eternal judgment, kuna hukumu ambayo ni the past, the present and the future. So wakati tunahubiri injili watu wakatae kuamini, wanakuwa wanahukumiwa. Amen. Presently kuna watu wanahukumiwa. Wanaanza achana na hiyo injili. Hiyo ni hukumu juu yao. Na pepo inakuja juu yao. Haleluya. Tukiangalia hata ule the eunuch. Unaona wakati alikuwa anasoma the book of Isaiah. Huyu Philip alikuja kwake akaanza kuisoma na akaanza kumtafsiria. So tunaangalia instruction hapo hivi. Anaanza kuminstruct hii na maanisha hii. Na huyo jamaa akatubu na akaamini na akasema sasa ninangoja nini? Simaji jo hiyo unibatize, ndio akambatizwa. So hizi vitu vyote ni requirements katika baptism. Ukue umeelimishwa vizuri, unabatizwa kwa nini? Na unabatizwa kwa nani? You are being immersed to who? You are being united to who? How do you believe in him? Unaona, ukishakuwa instructed, utubu wewe mwenyewe na uamini katika moyo wako. Then what next? Tunakubatiza. Naye katika 1 Peter chapter 3:1, I want to bring a different dimension in baptism. Mama Feya angesikia hii. 1 Peter chapter 3:1 inasema, First Peter chapter 3, are you there? Yes. 3:21 inasema, there is also an antitype which now saves us. Sasa kuna ishara nyingine ama kuna mfano mwingine sasa ambayo inatuokoa. Yes. Sio ile mfano ilikuwa inatumiwa ya maji ya Ark of Covenant nini, ilikuwa hiyo wakati wanao inaitwa nini? Hiyo meli safina, si safina sasa inatuokoa. Kuna sasa mfano mwingine ambayo inafanya nini? Inatuokoa, ambayo ni baptism. Not the removal of the filth of the flesh, but the answer of good conscience towards God through the resurrection of Jesus Christ. So sasa ubatizo wetu inasema kuna ubatizo, kuna example nyingine ambayo inatuokoa sasa. Ni ubatizo ambao si wa kujiingiza kwa maji na kuosha mwili yako ambayo ni chafu. Lakini ni ubatizo of good conscience towards God. So ubatizo ni good conscience. Unakuwa na conscience nzuri juu ya Mungu, juu ya neno la Mungu. Unaanza kubehave vizuri. Unaanza kuwa mifano. Si kumbe sasa si maji. Ndio unaona leo hii tunaweza batiza hata watu na hii chupa hii. Hata leo hii kama utabatizwa na umeamini, unaweza kubatiza na hii. Unaweza kubatiza na mursi. Unaweza kubatiza na juice. Hii kenye imepatikana yote. Hii ni mfano tu, ni ishara ya kwamba umebatizwa. So Biblia inasema sasa si ile ya kujiingiza kwa maji mengi. Ati sasa umeoshwa au nini? Hapana, ni good conscience. Unajua kwamba ni nini unabatizwa, umefundishwa, umetubu, umeamini na umekuwa umedumu na unatii mambo ya Mungu. Amen. 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 1 Peter chapter 3:1, wenda ujisomee tena. A good conscience towards what? God. Towards God through the resurrection of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. When are you supposed to be baptized? Tukiangalia katika maandiko, watu walikuwa wanabatizwa immediately wanaanza kuamini neno la Mungu, wanatubu na kuamini. Wanafanya nini? Lakini kuna makanisa mengine lazima upitie sijui lessons 20:12, nyingine 24. Hakuna katika Biblia evidence. What
what you need is to believe, to repent and believe in the word of God and you'll be baptized. Maybe kwa sababu ya challenge ya maji iko mbali siku hizi hapa Nairobi mpaka wende huko, tunaweza panga sasa when need arises, tunapanga this month watu wamekuwa wengi, twende tuwabatize. Haifai mtu akae sana. Ubatizo ni ishara tu ya ile mambo imetendeka. So the main thing ni kugeuza mawazo ya. Hallelujah. My time is gone. I will stop there and tell next week. Hallelujah. Amen. Lakini neno inatufundisha ya kwamba